Leo nilikuwa hapa mkoa wa Tabora katika ziara ya kuangalia uboreshaji wa daftari la kupiga kura awamu ya pili, ambayo katika mikoa 15 Tabora ikiwa mmoja wapo. Uboreshaji umeanza tarehe 1 mwezi huu wa 5, utakoma tarehe 7 mwezi huu wa 5. Na uboreshaji huu ni kama uboreshaji wa awamu ya kwanza, ambao ni kuandikisha wapiga kura wapya ambao hawajakuandikishwa, kuandikisha wapiga kura ambao tulianza umri huo wakati wa uchaguzi, kutoa fursa kwa wapiga kura ambao kadi zao zimepotea, zimeharibika, lakini wapiga kura ambao wamehamishwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine, na kufuta wapiga kura ambao hawastahili kuwa kwenye daftari kutokana na sifa mbalimbali zinatoa kwenye daftari. Kwa kweli nimekuta hamasa katika mkoa wa Tabora ni kubwa, na nimetembelea almost vituo 6 hapa mjini na kuona kwa uandikishaji ni mkubwa na watu wamejitokeza kwa kiwango kikubwa sana. Nimekuta maeneo mbalimbali, maeneo ya shule za sekondari, nimekuta Mirambo sekondari, Tabora Girls na maeneo mengine. Washahidi mkubwa ni kuhamasisha vijana wote ambao wana umri miaka kufuata 18 wajitokeze kujiandikisha. Lakini pia zoezi hili linapata na zoezi la kuangalia daftari la kupiga kura, ambao wananchi kwa kweli wameridhika. Nimepita pale kata Kiloleni, nimekuta watu wengi wanakagua daftari. Nimeenda kata Isevya, watu wengi wanakagua daftari na kuulizia kwamba taarifa zilizopo kwenye daftari ndio sahihi. Sasa hiyo kuweka wazi daftari ni kifungu namba 11 na kifungu namba 23 na 24 na 26 vya sheria ya uchaguzi wa rais na madiwani. Inataka tume kuweka daftari la awali wazi. Kwa hiyo wasi wananchi waenda wakague taarifa. Kwa nini unakagua daftari? Taarifa za daftari kwenye vituo, moja ni kujiridhisha kwamba taarifa zake ziko sahihi, kama ziko sahihi aweze kurekebishiwa. Lakini pili, kujiridhisha waliopiga kura kwenye daftari ile ndio wale ambao ni kweli wao unafahamu katika eneo lako ambao unaishi. Lakini tatu, kuweka pingamizi kwa mtu ambaye nadhani hastahili kuwa kwenye daftari. Lakini 4, kutoa taarifa kwa mtu ambaye nadhani anapoteza sifa, labda ameshafungwa gerezani zaidi ya miezi 6, ameshahukumiwa adhabu ya kifo, hiyo kizuizini kwa tatizo la ugonjwa wa akili, au amepata uraia nchi nyingine, au amefariki, iweze kutumia fursa yako kuja kupata 3B ili mtu aweze kuondolewa. Kwa kweli mkoa wa Tabora ni mzuri na ni mkubwa, na waasisi sasa katika mikoa 15 ambao tunakamilisha hivi kesho kutwa tarehe 7. Wananchi waendelee kujitokeza kujiandikisha kama hujawahi kujiandikisha. Lakini la pili, ni wasihi wananchi wote ambao wenye vitambulisho vya kuanzia mwaka 2015 na wana vitambulisho vya mwaka 2020, kama kitambulisho chako hakijaharibika wala hakijapotea na wala hujahama kutoka eneo moja au jingine, na hakuna tatizo la jina na mwaka wako wa kuzaliwa, wewe usijitokeze kwenda kujiandikisha, kwa sababu kifungu namba 168 cha sheria ya uchaguzi wa rais na madiwani kinasema shughuli zote zilizotolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa shughuli halali. Kwa vitambulisho vyote vimeandikwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni vitambulisho halali. Vyote vya Tume ya Taifa ya Uchaguzi vitambulisho halali kutoka kwenye uchaguzi mwaka huu wa kufika salama. Basi nawashukuru sana wananchi na tuendelee kujitokeza katika kubakia katika mikoa hii 15 kwa Tabora, na tutaanza uboreshaji tena mzunguko wa pili katika mikoa Tanzania bara na Zanzibar kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 22 mwezi huu wa 5. Kwa ujumla mkoa wa Tabora hali ya uandikishaji ni nzuri, uboreshaji wa daftari ni nzuri. Tuna vituo kama 1792 mkoa mzima, na vituo vyote tulibandika madaftari kwa ajili ya kuhakiki. Tuliweka kwa ajili ya kuhakiki majina. Kwa hiyo kila kituo kilichopo ndani ya mkoa, mtu yeyote ana uwezo, mwananchi yeyote aliyejiandikisha ana uwezo kwenda kuangalia majina yake na kuhakiki taarifa zake mahali pale. Na kwa sababu vituo vyote vipo sasa, tuna vituo vingine 376 ambapo hivyo kama mwananchi yeyote atakuta kuna tatizo kwenye majina yake, au baada ya kukagua kwenye hilo orodha akakuta kuna pingamizi au kuna chochote anazohisi kwamba baada yule mtu aliyokuwa katika ile orodha hausiki kwa sasa, anaweza kaenda akatoa pingamizi hilo na akaweza kuboresha hilo daftari. Lakini kwa sasa uandikishaji unaendelea vizuri, watu wanaboresha vizuri. Mpaka sasa jana na leo kwa Tabora zaidi ya watu 15,000 wamejiandikisha, lakini pia zaidi ya watu 7,000 wameboresha taarifa zao katika daftari la uandikishaji.